Tarehe 20 Julai mwaka wa 1969, dunia nzima ilisimama. Ilisimama kwa sababu kwa mara ya kwanza binadamu alikanyaga mwezi, au ndivyo tulivyoambiwa. Kwa zaidi ya miaka 50, mamilioni ya watu waliamini na wengi wanazidi kuamini kwamba tukio hili halikuwahi tokea. Wanasema ni igizo la sinema lililowahadaa watu dunia nzima. Wanasema ni hekaya za bunuasi, na upande mwingine, wengine wanaamini kwa moyo wao wote kwamba tukio hili lilitokea. Leo hatutabishana kwa hisia. Tutachukua madai makubwa ya pande zote mbili na kuyapima moja baada ya nyingine kwa ushahidi, kwa sababu ukweli hauogopi maswali. Na kwa wale wanaopenda nadharia za njama, jueni sijitayarisha makala haya kwa sababu nimelipwa na yeyote. Nafanya hivi kwa hiari yangu mwenyewe. Karibu katika Afrika Imara, na leo tutajibu maswali matatu makubwa. Je, wanadamu waliofika mwezini? Je, ni kweli kwamba Neil Armstrong alikuwa mwanadamu wa kwanza kukanyaga mwezi? Na je, misheni ya Apollo zilizofanywa na NASA zilikuwa igizo la sinema au zilikuwa za kweli? Mwisho wa video hii utakuwa na majibu na ushahidi wa kila jibu kulingana na tafiti zangu. Ili kuelewa hadithi hii, tunapaswa kurudi kwenye mwaka wa 1950, miaka 5 baada ya vita vya pili vya dunia. Dunia ilikuwa imegawanyika kati ya mataifa mawili makubwa, Marekani na Umoja wa Kisovieti. Makundi haya mawili hayakuwa yakipigana kwa silaha moja kwa moja wakati huo. Walikuwa wakishindana katika kila kitu, kuonyeshana nani mbabe, na uwanja mkubwa wa mashindano ukawa ni anga, yani space. Hii ilikuja kujulikana kama space race. Ukitafsiri kwa Kiswahili moja kwa moja ni mbio za anga. Mwaka 1957, Umoja wa Kisovieti ulirusha Sputnik, satellite ya kwanza ya binadamu. Marekani ilishtuka. Mwaka 1961, Wasovieti wakapiga hatua nyingine kubwa zaidi. Yuri Gagarin akawa mwanadamu wa kwanza kusafiri kwenye anga ya nje ya dunia. Kufikia hapo, ilikuwa wazi kwamba Marekani ilikuwa inashindwa. Na hapo ndipo Rais John F. Kennedy alipotangaza lengo lililoonekana kama karuka kichwa. Rais huyo alikiri kwamba kabla ya mwisho wa mwongo huo, mwongo wa 60, Marekani ingempeleka mwanadamu mwezini na kumrudisha salama. Wakati anasema maneno hayo, teknolojia kufanya hivyo haikuwepo. Ilibidi ijengwe kutoka mwanzo. Na hapo ndipo mradi wa Apollo ulipoanza rasmi. Watu zaidi ya 400,000 walishiriki katika mradi huo. Wahandisi, wanasayansi, mafundi, washonaji wa kusuka nguo za wanaanga kwa mikono na kadhalika. Gharama ya mradi huo kwa fedha za leo ni zaidi ya dola bilioni 150. Na safari haikuwa ya maua. Mwaka wa 1967, wanaanga watatu wa Apollo 1 walikufa kwa moto wakiwa kwenye mazoezi chomboni. Marekani ilisimama, ikaomboleza, ikajifunza na ikaendelea. Mwaka 1968, Apollo 8 ilizunguka mwezi kwa mara ya kwanza ikiwa na binadamu ndani. Njia ilikuwa imefunguka. Kilichofuata ni siku ambayo historia ya binadamu iligawanyika mara mbili: historia kabla yake na historia baada yake. Tarehe 16 Julai mwaka 1969, roketi kubwa kuliko zote zilizowahi kujengwa, Saturn V, iliondoka duniani ikiwa na watu watatu: Neil Armstrong, Buzz Aldrin na Michael Collins. Safari ya kilomita 384 ilianza. Siku ya 4 baadaye walifika kwenye mzunguko wa mwezi. Collins alibaki kwenye chombo kikuu akizunguka mwezi peke yake. Armstrong na Aldrin wakaingia kwenye chombo kidogo cha kutua kilichoitwa Eagles, yani tai. Na hapo ndipo hatari halisi ilipoanza. Wakati wanashuka, kompyuta za chombo ilianza kupiga kelele za tahadhari. Kisha Armstrong akaona kwamba eneo walilokuwa wakielekea kutua limejaa mawe makubwa. Akachukua usukani mwenyewe. Akaendesha chombo kwa mikono, akitafuta eneo salama huku mafuta yakiisha.
Sekunde 30 za mafuta zilibaki. Kisha dunia ikasikia maneno haya kutoka mwezini: Houston, tranquility base here. The Eagle has landed. Yaani kwa Kiswahili, Houston, hii ni kambi ya Tranquility. Tai ametua. Tranquility ni jina la sehemu ya mwezi walikotua. Saa chache baadaye, Neil Armstrong alishuka ngazi taratibu na kukanyaga mchanga wa mwezi. Maneno yake yamebaki kwenye historia milele. Akasema, "That's one small step for a man, one giant leap for mankind." Kwa Kiswahili, hii ni hatua ndogo ya mwanadamu, lakini kuruka kukubwa kwa binadamu wote. Aliposema hatua ndogo ya mwanadamu, alikuwa akimaanisha hatua aliyochukua kwa kuweka miguu yake kwenye sakafu ya mwezi. Na aliposema kuruka kukubwa kwa wanadamu wote, alikuwa akirejelea hatua kubwa iliyofikiwa katika kuwezesha mwanadamu kufika mwezini na kuashiria ukurasa mpya katika historia ya wanadamu. Watu milioni 600 duniani walitazama tukio hilo moja kwa moja kwenye televisheni. Wakati huo ilikuwa ni idadi kubwa zaidi ya watu kuwahi kutazama tukio moja kwa pamoja. Dakika chache baadaye, Buzz Aldrin akashuka na kuwa mtu wa pili kukanyaga uso wa mwezi. Kwa hiyo, hapa lipo jibu la swali letu la pili. Ndiyo, Neil Armstrong ndiye mwanadamu wa kwanza kukanyaga mwezi, akifuatiwa na Buzz Aldrin. Na Michael Collins hakuwahi kukanyaga mwezi. Alibaki kwenye mzunguko akiwasubiri wenzake. Walikusanya mawe, wakapiga picha, wakaka vifaa vya kisayansi, kisha wakarudi duniani salama. Na hii haikuwa mara ya pekee. Kati ya mwaka wa 1969 na mwaka wa 1972, Marekani ilitoa mwezini mara 6. Apollo 11, 12, 14, 15, 16 na 17. Wanadamu 12 wamekanyaga mchanga wa mwezi. Walileta duniani kilo 382 za mawe ya mwezi. Misheni za mwisho zilibeba hata gari maalum la kutembelea mwezini. Mtu wa mwisho kanyaga mwezini alikuwa Gene Cernan mwezi wa Disemba mwaka 1972. Kwa hiyo, jibu la swali la kwanza pia liko wazi. Ndiyo, wanadamu walifika mwezini. Si mara moja, bali mara 6. Sasa, swali ngumu linabaki. Kama yote haya ni kweli, kwa nini mamilioni ya watu duniani hawaamini? Na tunawezaje kuwa na uhakika kwamba si igizo la sinema? Katika miaka ya 70, Wamarekani wengi walikuwa wamepoteza imani na serikali yao kutokana na vita vya Vietnam na kashfa za kisiasa. Mwaka 1976, mwandishi mmoja alichapisha kitabu kilichodai kwamba safari za mwezini zilirekodiwa kwenye studio. Na kwenye kitabu hicho kulikuwa na madai kadhaa ya vitu vilivyotiliwa shaka kuhusu safari hiyo, na madai hayo ni kama yafuatayo. Dai la kwanza: bendera inapepea kwenye video na mwezini hakuna upepo. Dai la pili: kwenye picha anga ni jeusi na hakuna nyota. Zilisahauliwa kwenye studio au vipi? 3, vivuli vya wanaastronomia vinaonekana pande tofauti wakiwa kwenye sakafu ya mwezi. Kwa hiyo kulikuwa na taa za studio. 4, mionzi ya anga ingewaua wanaanga njiani. Madai haya yalienea na ujio wa mtandao uliapa mabawa. Basi hebu tuyachukue na tuyakague madai haya moja baada ya jingine. Dai la kwanza: bendera inapepea kwenye video na mwezini hakuna upepo. Ni kweli kwamba mwezini hakuna upepo. Ndio maana NASA waliweka fimbo ya usawa juu ya bendera ili isining'inie kama nguo. Kwenye video, bendera inasongea tu pale wanaanga wanapoishika na kuizungusha kwenye mchanga. Na kwa sababu mwezini hakuna hewa ya kuizuia, mtikiso huo unaendelea kwa muda mrefu kuliko duniani. Wakiacha inasimama tuli kabisa. Dai la pili: kwenye picha anga ni jeusi lakini hakuna nyota. Zilisauliwa kwenye studio. Hili linajibu rahisi ambalo unaweza kulijibu hata wewe mwenyewe. Uso wa mwezi ulikuwa na mwanga mkali wa jua kama mchana. Kamera zilipunguzwa mwanga ili mwanaanga na ardhi waonekane vizuri. Kwa mpangilio huo, nyota hafifu
haziwezi kuonekana. Pia ni vigumu sana kuona nyota mchana. Jaribu kupiga picha ya taa kali usiku kwa simu yako. Nyota zitatoweka kwenye picha yako pia. Dai la 3, vivuli vinaonekana pande tofauti. Kwa hiyo kulikuwa na taa za studio. Ardhi ya mwezi ina miinuko na mabonde. Vivuli vinavyoanguka kwenye ardhi isiyo sawa vinaonekana kupinda na kuelekea pande tofauti. Jambo hili pia hutokea kwa urahisi hapa duniani. Kwa hivyo dai hilo halina uzito wowote. Dai la 4, mionzi ya anga ingewaua wanaanga njiani. Hayo ni madai halali. Kuna ukanda wa mionzi unaozunguka dunia unaoitwa ukanda wa Van Allen. Wanaanga walipita pembeni mwake kwa kasi kubwa zaidi ndani ya saa chache. Kiwango cha mionzi walichopokea kilikuwa kidogo chini ya kile ambacho wafanyakazi wengi ambao hufanya kazi katika mazingira ya mionzi wanaruhusiwa kupokea kwa mwaka. Sasa, baada ya kujibu madai, hebu tuangalie ushahidi wa upande wa pili. Hapa kuna ushahidi ambao hauwezi kugushiwa. Kwanza, vioo vilivyoachwa mwezini. Wanaanga wa Apollo waliweka vioo maalum vya kuakisi mwanga kwenye uso wa mwezi. Mpaka leo hii, vituo vya sayansi duniani kote hupiga mwanga wa leza kwenye vioo hivyo na kupokea mwangwi wake. Hivi ndivyo tunavyopima umbali wa mwezi kwa usahihi wa sentimita. Vioo hivyo havikufika mwezini kwa uchawi. Vilipelekwa na watu. Pili, mawe ya mwezi. Kilo 382 za mawe zimechunguzwa na wanasayansi wa nchi nyingi duniani kwa miongo 5. Mawe hayo yana alama za kukaa angani kwa mabilioni ya miaka bila hewa wala maji. Hakuna maabara duniani inaweza kutengeneza mawe kama hayo. 3, na huu ndio ushahidi mkubwa kwa wote, Umoja wa Kisovieti. Wasovieti walikuwa adui wakubwa wa Marekani. Walikuwa na rada na rekodi zilizofuatilia kila hatua ya safari za Apollo. Kama ingekuwa igizo, wangeligundua mara moja na wangelitangaza kwa furaha kubwa duniani kote na kukejeli Marekani. Badala yake walikiri kushindwa mbio hizo. 4, picha za kisasa. Chombo cha NASA kinachozunguka mwezi leo kimepiga picha za maeneo yote 6 ya kutua. Vifaa vipo pale pale, bendera zinaonekana, hata nyayo za wanaanga zinaonekana. Na si NASA pekee. Chombo cha India, Chandrayaan-2, kimepiga picha za eneo la Apollo. Vyombo vya Japani na China vimethibitisha vile vile. Mataifa haya hayana sababu ya kulinda siri ya Marekani. 5, fikiria hili. Watu 400,000 walifanya kazi kwenye mradi wa Apollo. Je, inawezekana watu 400,000 watunze siri moja kwa miaka zaidi ya 50 bila hata mmoja kuvunja ushahidi wa kweli? Kugushi safari 6 za mwezini mbele ya macho ya adui zako na kuficha ukweli kwa nusu karne kungekuwa kugumu zaidi kuliko kwenda mwezini kwenyewe. Kwa hiyo, hayo ndiyo majibu ya maswali yetu matatu. Ndiyo, mwanadamu alifika mwezini mara 6 na watu 12 walikanyaga mchanga wake. Ndiyo, Neil Armstrong alikuwa mwanadamu wa kwanza kukanyaga mwezini tarehe 20 Julai mwaka 1969, akifuatwa na Buzz Aldrin. Na mwishowe, hapana, Apollo haikuwa igizo la sinema, na kila kipande cha ushahidi huru duniani kinadhibitisha hayo. Na hadithi hii haijaisha. Mwezi wa Aprili mwaka huu wa 2026, binadamu wamezunguka mwezi tena kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 1972. Misheni ya Artemis 2 ilibeba wanaanga 4 akiwemo Christina Koch, mwanamke wa kwanza kusafiri umbali huo. Na misheni ijayo ya Artemis inalenga kutua tena kwenye mchanga wa mwezi. Safari inaendelea. Kizazi kipya kitaona kwa macho yake kile ambacho babu zao waliona mwaka wa 1969. Mwisho, nataka nikuachie wazo moja. Kuuliza maswali si kosa, na usiogope hata kidogo kuuliza. Sayansi yenyewe imejengwa juu ya maswali. Tofauti ni hii. Sayansi inauliza maswali.
kisha inatafuta ushahidi popote unapoelekea. Hekaya kama hizi za kudai safari ya mwezini ni maigizo huanza na jibu, kisha hukataa kila ushahidi usiokubaliana nalo. Ukweli hauogopi maswali, kwa sababu kila unapouhoji kwa haki unazidi kung'aa. Asante kwa kuungana nami katika safari hii. Kama umejifunza jambo jipya leo, usahau kuipenda video hii na kuungana na Afrika Imara na kushiriki video hii na watu wengi zaidi ili wajifunze kuhusu maajabu ya ulimwengu wetu. Asante.